umwaminie. Kwa hiyo kila kitu kitawezekana. Namba mbili, si ndio? Makubwa ulimwengu wa roho. Huona makubwa ulimwengu wa roho. Yaani huona huyu mwenye imani. Sifa ya mtu mwenye imani. Huona makubwa ulimwengu wa roho. Huona makubwa ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho ni Mungu ameyaumba hayo. Kila kitu kinachotaka kutokea ulimwengu wa kimwili inaanza ulimwengu wa roho. Hakuna mtu hapa aliyejenga nyumba kabla hajaanza ulimwengu wa roho. Alianza kufikiri ulimwengu wa roho, akachukua kwa imani, na alipochukua kwa imani Mungu akafanya. Anaanza kuona ulimwengu wa roho. Hapa nitakufundisha jambo. Unaona makubwa huyu mtu mwenye sifa ya imani. Unaona makubwa ulimwengu wa roho. Ya ukubwa, ujisalau wewe, unaanza kuona ukubwa ndani yako. Hii ni ishara kuonyesha huyu mtu anayo imani. Huyu mtu atembea na imani, anaanza kujiona hivi. Haji kuangalia mashambulio ya wanadamu, mashambulio ya watu. Wanasema nini? Yeye anajiona yeye si yule anayesemwa. Anajiona yeye ni mkubwa tofauti na maneno yao. Kwa sababu anajiona yeye ndani yake kiimani katika Kristo Yesu amembariki, ni mkubwa huyo. Mimi siwezi chochote. Mimi sifiki popote. Umesikia wewe shetani? Huyo ndani yako. Mimi ni mkubwa. Si hivi ulivyokuwa unasema. Kwa jina la Yesu, sema na kukataa na kupinga ndani ya moyo wako. Achia. Mimi si mdogo. Mimi si wa hivi ulivyotamkia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa haoni. Unatapokuwa anashambuliwa. Anashambulia wewe. Na mwili huwa anataka asifiwe. Asifiwe kwamba yeye ni mkubwa. Yeye ukimsalau tu ameshakasirika. Sikiliza. Mwenye kujitambua ni wewe mwenyewe. Wewe ndio una picha kamili. Unajijua wewe mtu wa namna gani? Unajua kwamba wewe ni mnyonge, wewe ni mkubwa. Hata ikitokea hakuna anayekusifia, jisifie mwenyewe. Jisifie mwenyewe. Hata hakuna mtu anayesifia wewe una picha namna gani, jisifie mwenyewe. Nenda na imani kwamba mimi ni mkubwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ufanyapo hivyo na shetani atashindwa kukuangusha. Kuna watu wameanguka, wamekuta hawaendelei na wokovu kwa sababu walishindwa kusifiwa. Mfano umehubiri sana. Ama nilivyokuwa natolea mfano. Nilikuwa nahubiri sana. Nikihubiri kanisani wanasifia mwinjilisti amehubiri sana. Wengine wanasema wapi wewe? Yule mdogo tu. Yule ni yule. Unayo picha ndani yako. Tembea kwa imani. Usiende kwa kuona. Usiangalie vinywa vya watu. Usiangalie maneno ya watu. Angalia wewe kama wewe. Sema amen. Namba 3. Haogopi. Sifa ya mtu mwenye imani. Huyu mtu kama na imani haogopi. Haogopi. Hafanyeje? Haogopi. Sifa ya mtu mwenye imani hafanyeje? Imani kwako unaogopa. Naogopa. Mtu kapandisha tu mapepo tu. Unakimbia unaogopa. Pepo amepanda pepo. Unaogopa. Bado hujakuwa kiimani. Bado unaenda kwa kuona. Nataka usiende kwa kuona. Nenda kwa imani. Uko ndani ya imani utamkuta Mungu huko. Utamkuta Yesu huko. Atakupa nguvu kubwa ndani ya hiyo imani. Nenda kwa imani. Anaogopa. Kapandisha majina anaogopa. Anasema anaogopa kwenda nyumbani kwetu. Namuuliza kwa nini? Anasema kuna uchawi. Kuna siku na wazazi wako. Kuna wazazi wako lakini siwezi kwenda, kuna uchawi. Sikiliza, wewe umeokoka. Mungu amekuokoa wewe. Ukienda nyumbani kwako na wale walionaswa kwa madhabahu ya kichawi wakombolewe kupitia wewe. Acha kuogopa kwa jina la Yesu. Hicho ni kiwango cha kuonyesha una imani, lakini leo Bwana kufufia roho ya imani ndani yako. Usiwe mwoga kwa jina la Yesu Kristo. Unakuta naogopa kwenda. Labda Mungu amekuinua wewe. Anataka kuvunje madhabahu ya baba yako, madhabahu ya mama yako kama Gideoni. Lakini bahati mbaya wewe unaogopa. Wewe ni upanga wa Bwana. Wewe ni mwali wa moto wa Bwana. Nenda kwa imani. Wacha kuogopa. Kwa jina la Yesu Kristo hai. Wacha kuogopa. 2026 acha kuogopa. Tupa hofu.
Vaa imani ndani yako, imani ya Yesu Kristo, wewe utakuwa mshindi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Anasema mimi napokea roho ya ushindi, roho ya nguvu, napokea roho ya uweza kwa jina la Yesu. Wabila kuacha kuogopa. Zamani kama sijaokoka, nilikuwa na mtoto mjomba wangu, binamu yangu ile, tukipita njia panda, akasema usipite katikati. Kule kuna njia za ng'ombe. Kuna miba huku na huku, ng'ombe zinapita katikati. Sasa nikifika pale njia panda na nipitisha pembeni, unapita hivi. Unapita hivi. Kisa tusipite katikati ya njia panda. Maana sema watu wanapaswaga nasi, wanaweka mitego. Lakini sasa tumeokoka, hata ukiweka hela tunachukua, asitufanye vyovyote njia panda. Ukiona bado unazunguka unaogopa, maana yake huna imani. Mwenye imani haogopi. Kufia roho ya imani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Alafu siri ya Mungu anatembeaga na watu wasiogopa, watu wasiogopa, watu wasiotetereka, anawataka hawa. Huwa anasoma andiko fulani, huwa anafurahia. Malaika walipomkuta Gideoni, wakamwambia Gideoni, enenda kwa uwezo huu ulionao. Maana ile imani ambayo ilisababisha asiogope wa Midian ilifanya kwamba yeye sawa awe mkombozi wa Israeli. Na wewe unapokuwa unatembea na kiwango cha imani, maana ndani yako hakutakuwepo na hofu, hakutakuwepo na woga. Unapoenda na Mungu atafurahia na wewe utumishi wako, na atakutumia hadi sehemu zilizoharibika, hadi sehemu zilizovunjika. Atakutumia wewe kujenga, kutengeneza, kupainua mahali palipokuwa pamebomoka. Acha kuogopa, acha kuogopa, acha kuogopa, acha kuogopa. Na kazi nenda kwa ushuhuda, nenda kwa ushujaa. Acha kuogopa. Wale wasiogopa watakuwa washindi. Ogopa watakuwa washindi. Wale wasiogopa watapenya mishale na mishale. Ninayo Yesu, mimi nimepona. Acha kutishiwa. Nasema acha kutishiwa. Unapotishiwa unakubaliana ile hali ya kutishiwa, ndio anakuja Yesu. Wala ukama sema kumbe akaoga kabisa akaka. Watakupiga vibao kulia na kushoto. Pa. Acha kuogopa. Wakikutishia, wakisema wewe na wewe waambie, yani mimi muache nilale kwanza. Au unasema wewe, na unasema wewe unasema hilo wewe umeokoka. Acha kuogopa. Kunguru kipita, waambie kwa jina la Yesu mtakatifu amelala hapa. Hakuna kama wakichawi, kama wamefanya ametumwa namna gani, hakuna kuogopa kwa jina la Yesu. Sema hakuna kuogopa. Wewe Mungu sinzia, sema hakuna kuogopa. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Ogopishika tena. Unasikia tena wewe. Sema tena. Sema mtu mwenye imani haogopi. Mtu mwenye sifa imani haogopi, hatetemeki, kwa sababu ana imani. Uwe na imani kwa jina la Yesu. Uwe na imani kwa jina la Yesu. Uwe na imani kwa jina la Yesu. Hakuna kuogopa. Hakuna kuogopa. Hakuna kuogopa. Hakuna kuogopa. Hakuna kuogopa. Hakuna kuogopa. Namba 4, kila vita na inuka juu yake, yeye huona ushindi tu. Hii ni sifa ya mtu mwenye imani. Na malizia hapo. Ndio mwisho nitakuwa namalizia hapo. Kila vita na inuka huona. Kila vita na inuka huona ushindi. Kila vita yote na inuka huona ushindi. Kila vita yote inainuka, yeye huona ushindi. Uje tumpate mtu mmoja. Samueli wa kwanza 17:32. Soma la hapo. Ndio itakuwa namalizia. Samueli wa kwanza. Kuna mtu anarusha nini? 7:32-37. Soma. Hujafika bado? Ama nisome mwenyewe? Soma basi. Samueli wa kwanza 17:32 mpaka 37. Daudi akamwambia Sauli. Asikiza kwa makini. Mtu mwenye imani huona ushindi vita yoyote. Hapa na maana kumalizia sasa, shika hii. Mwaka huu usiondoke, yaani usiende kwa kuona na kuonyesha wewe una imani. Basi vitu hivi lazima ndani yako. Huyu huona ushindi. Yaani vita yote inatoka kwake.
Samueli wa kwanza 17:32-37. Soma. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu Mfilisti. Mimi mtumishi wako. Soma taratibu, mtumishi wako. Asizimie mtu moyo. Mtumishi wangu Sauli. Asizimie mtu moyo. Maana Sauli alinua vita. Watu wote wanamkimbia Goliath. Wakisikia sauti yake, kila mtu anaenda kwenye kona. Kila mtu anaogopa kufa. Kila mtu anaogopa kupotea. Lakini Daudi aliye mdogo kabisa, kwa bado kijana mdogo, akapiga mbio. Kwa hiyo sasa ukiona mtu anazungumza hivi, asizimie moyo katikati ya mikutano ya watu. Asizimie moyo mtu. Mimi mtumishi wako, anasema nitafanyaje? Nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea wewe Mfilisti huyu. Upigane naye. Maana wewe kijana kabisa. Na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata wana kondoo ile kundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga. Angalia imani ile. Mpiga makofi kwa Daudi wewe. Wale watu wanataka piga makofi kwenye masa hao. Piga makofi. Haya basi, piga makofi kwa lazima. Nikampokonya kinywani mwake. Na akinirukia. Kumshika ndevu zake. Nikampiga. Nikamuua. Mtumishi wako aliyemuua simba na dubu. Na huyu Mfilisti aliyetahiriwa. Rudia tena. Mtumishi wako aliyemuua simba na dubu. Mtumishi wako aliyemuua simba na dubu. Pia na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao. Kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Piga makofi kwa Daudi. Mwenye imani. Kumbuka sifa ya 3, haogopi. Ya 4, kila vita inayoinuka juu yake huona ushindi. Awe adui mkubwa, awe mdogo, huona ushindi. Angalia Goliath alipotesa Israeli. Ametesa, ameharibu sana. Lakini Daudi akajitokeza, na wakati huo Goliath ametesa mno. Sauli mfalme akasema, yoyote atakayempiga Goliath akauawa, mimi nitamwezesha binti yangu, nitampa na mshahara, nitampa na pesa, manake ataoa bure na matuzo yote atapewa. Lakini Daudi hakuangalia hayo. Aliangalia kwa nini Israeli wanatukanwa, kwa nini Israeli wanateseka. Mungu akamwinua Daudi. Maandiko yanasema Daudi akaenda kwa imani. Daudi alifika katikati ya umati wa watu, haogopi maelfu ya watu. Akasema, wewe najua Sauli amepiga mbiu kwamba yeye atakayempiga huyu atapewa mshahara, lakini mimi ngoja niwaambie, sina habari na mshahara mlionao. Sasa hivi nimeongezea mimi, ila ni sahihi. Daudi hakuwa na kutaka mshahara aliyotangaza Sauli. Alitaka aonyeshe heshima ya Mungu aliye naye. Nataka kuambia, wakati unaenda kwa imani, heshima ya Mungu aliye naye itaonekana juu yako. Heshima ya Mungu aliye naye itaonekana juu yako. Heshima ya Mungu aliye naye itaonekana juu yako. Wakati utenda kwa imani, wakati